Hii ni Maisha Kamili. Twakufungulia Biblia Yaone maisha. Jana tulikuwa tunasoma uzuri unasema vita mbinguni siku ya Jumatatu. Amen. Leo tunaenda kuangalia Bwana ni mpiganaji siku ya Jumanne. Basi kabla ya kwanza tupate ombi. Amen. Asante Mungu wa mbinguni kwa kujulisha kwa shida ni kwamba nani yuko nyuma ya mtu mwingine. Hapo ndipo ni vita vinapopambana. Na sasa ukatuache swali kwamba sisi tuko upande wa nani? Sasa leo tunapoangalia Bwana ni mpiganaji, tuweze kufanya maamuzi, tuko upande wa nani? Amen. Katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Amina. Vita mbinguni Vita mbinguni ila inapiganwa duniani. Matokeo yake au nini ni hapa duniani. Kumbe Danieli akiomba pale kule zinachapwa. Gabriel anazuiwa na nini? Kumbe Yoshua akiwa hapa anapambana au Musa anapambana na Farao, ni Mungu anazichapa. Twende kwenye Kutoka 15. Kutoka 15. Bwana, unajua wazo la kwamba Bwana ni Bwana wa vita kwa Kristo leo inakuwa kama ni geni. Mungu wa upendo huyu wa Yesu Kristo tunayemuona ndio anaweza kuzichapa. Bwana Yesu hatukumuona kama anachapa. Tutaelewa. Twende Yohana 15. Kutoka 15 mstari wa 3 mpaka 11. Bwana ni mtu wa vita. Endelea. Yawe ndilo jina lake. Magari ya Farao na jeshi lake amewatupa baharini. Maakida wake wateule wamezama katika bahari ya Shamu. Vilindi vimewafunikiza. Walizama vilindini kama jiwe. Yawe, mkono wako wa kuume umepata fahari ya uwezo. Yawe, mkono wako wa kuume wawaseta adui. Kwa wingi wa ukuu wako wawaangusha chini wanaokuondokea. Wapeleka hasira yako, nayo huwateketeza kama mabua makavu. Kwa upepo wa mianzi ya pua yako maji yalipandishwa, mawimbi yakasimama juu wima mfano wa chungu, vilindi vikagandamana ndani ya moyo wa bahari. Adui akasema, nitafuatia, nitapata, nitagawanya nafsi yangu itashibishwa na wao. Nitaufuta upanga wangu, mkono wangu utaangamiza. 10. Ulivuma kwa upepo wako, bahari ikawafunikiza, wakazama kama risasi ndani ya maji makuu. Yawe, katika miungu ni nani aliye kama wewe? Ni nani aliye kama wewe, mtukufu katika watakatifu, mwenye kuogopwa katika sifa zako, mfanye maajabu? Ulinyoosha mkono wako wa kuume, nchi kawameza. Wewe kwa rehema zako umewaongoza watu uliowakomboa. Kwa uweza wako uliwaelekeza hata makao yako matakatifu. Kabila za watu wamesikia, wanatetemeka, wakao Filisti tangu umewashika. Utungu umewashika. Ndipo majumbe wa Edomu wakashangaa, watu wa Moabu wenye nguvu. Tetemeko limewapata. Watu wote wakao Kanaani wameyuka. 15. Sikiliza, Bwana, ukisikia kitu anasema Bwana ni kama unasikia kitu anasema rais. Rais inamaanisha ni amiri jeshi. Bwana Yawe inamaanisha vile huyu ni amiri jeshi. Huyu ni Bwana wa vita. Huwezi kutawala bila kuangusha wapinzani kwa upande huu wa pili wa umilele au hii baada ya dhambi. Shetani ndio anajifanya mkuu wa dunia hii. Farao ndio anajifanya yeye ndio Mungu. Sasa Mungu anasema tutapambana na miungu. Lakini anamtumia Musa. Sawa. Anamtumia Yoshua. Anamtuma Yesu Kristo aliyekuja badala yetu kupambana. Umeona hiyo kitu? Umeona? Mungu ni mpole. Mungu ni wa rehema. Inakuwaje sana pambana? Hakifurahishwi. Anachopambania ni haki. Yeye anapambana na miungu ya Misri. Haya na Farao na wale watoto mbona wanauana. Anawaua, anatuma wale ambao walikuwa hawana kinga ya damu. Anawaua. Hizo ni rehema. Hiyo hasira ina rehema ndani yake. Kivipi? Haitaki uovu uendelee kuonekana. Haleluya. Umenibariki.
Kwa mfano, mtoto wako ametekwa. Wewe bwana una mtoto. Mtoto wako ametekwa. Chukulia mfano. Wahuni. Alafu huna ghadhabu. Hutafuti, huulizii, unawapongeza wahuni. Au unawanyamazia, ghadhabu huonyeshi, kasirika huonyeshi. Wewe utakuwa ni bwana, unaweza kusema huyu ana mamlaka, huyu anajali, huyu utaeleweka? Hautaeleweka. Watoto watakuelewa, jamii itakuelewa? Hawatakuelewa. Kwa hiyo kumbe kwanza ni hadhi ya kuonyesha hasira. Hasira dhidi ya wahuni, hasira dhidi ya miungu inayoharibu watu. Na sio tu miungu na washirika wao. Huyo ndio Mungu. Huyo ndio Mungu wako. Mungu wangu anaonyesha hasira. Huyo ndio Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Huyo ndio Mungu wetu Bwana wetu. Wapi alionyesha hasira Yesu alipokuja? Yesu alipokuja alionyesha hasira katika na kuwamaliza maadui zake. Alionyeshaje? Alimalizaje? Alionyesha hasira yake dhidi ya uovu ambao ulikuwa unatamalaki hapa duniani. Kwa kwenda msalabani, aliwaweka ndani. Kwa kwenda msalabani na kuwapokonya nguvu na madaraka. Na sasa kwa kupitia damu yake akasema amemaliza, na yeye ndio mtawala. Akawapokonya nguvu na madaraka. Amina. Hapo sawa. Kuna mahali pengine katika maandiko ambapo tunaona hasira ya Mungu, ghadhabu ya Mungu, haki ya Mungu, au Mungu anazichapa. Na wale watu wanasema ametuzidi nguvu zaidi ya kabla msalabani kwa Yesu Kristo kwanza Bwana wetu. Unakumbuka mahali popote kabla ya kwenda msalabani, Mungu mwenyewe kabla hata Yesu kuja, Yesu mwenyewe alipokuwa amekuja, wapi ambapo alionyesha ghadhabu? Alienda Yesu ana utani, huyu ni Yahweh huyu. Alienda kanisani akakuta watu wanafanya biashara, wanafanya unyang'anyi. Watu wanatoka huko mbali, lakini wanawachaji gharama kubwa kwa ajili ya wale wanyama kwa ajili ya sadaka. Akaingia ghadhabu, akapindua meza zao, akawaisha kukasirika. Amina. Tena nikukumbushe, kuna siku akataka kuongea kwa vitendo. Akasema, wewe mti, nisione matunda yako tena. Kakauka. Yonyesha ghadhabu. Alafu akaondoka siku hiyo hekaluni. Akasema, tazama nyumba yenu iko ukiwa. Ninaruhusu sasa vijana wangu waje kuwashughulikia. Na walikuja hawakuja? Huyo Yesu. Jiwe juu ya jiwe alikusalia. Mathayo sura 24. Wapi pengine ambapo tunaona ghadhabu tena kwenye maji, inahusisha na maji kabisa. Siku hiyo wanafunzi wako hatarini kumezwa na maji. Simama warrior akaukemea upepo, tulia, bahari tulia, na bahari ikatulia. Hivi inawezekana hata leo hii Mungu anahitaji watu wanaoweza kukemea maovu. Anahitaji kabisa. Akaongea kama ameghadhibika. Akazungumza kweli. Akatiisha. Hivi vita huwa inapambanwa na risasi au maneno hasa? Vita inapambanwa, mimi niseme sio risasi, maneno. Pale hekaluni Yesu alitumia risasi kuwafukuza au ilikuwa ni maneno? Neno domoni. Kama ni kafimbo alikuwa sio kakudhuru, ulikuwa ni utisho tu. Lakini yale maneno, ondoeni hapa, ondoeni taka hizi, nyamaza bahari, toa unafiki. Yahweh, mapepo yalikuwa yanatoka kwa nani? Kwa maneno, kwa amri. Ilikuwa ni vita hii. Basi Bwana wa vita ni wa milele, alikuwepo, yupo na atakuwepo. Kwa hiyo wakina Yoshua nao wapo, au ile ilikuwa ni zamani? Sasa hivi hatutaki kupambana na Bwana wa majeshi upande wa Bwana, na leo hata pia wapo. Rafiki yangu, wewe uko pande gani hapo ulipo? Zinachapwa mpaka sasa hivi. Yupo Bwana wa majeshi
ambaye anaangusha kina Farao, anaangusha kina Kayafa, anaangusha wapinzani ambao wanatumia mamlaka yao, nafasi zao kudanganya, kuumiza. Wewe utachukua upande gani? Kwa watu wanaokaa kimya, kwa watu wanaoridhia, wanaokubali Farao, Herode aendelee na show, na wamepewa nafasi. Unajua kuna nafasi umepewa na unanyamazia, unasema Bwana atakuja kufanya. Hautafananishwa na wale watu yule mtumwa mpumbavu ambaye amepewa talanta anaificha. Bwana ni wa vita. Na kama wewe uko upande wa adui, jisalimishe mapema. Mpaka sasa hivi kuna mashahidi wawili, Ufunuo 11. Na maneno kama upanga yanatoka katika mioyo yao. Na kama neno hili limekukera, salimu amri, Yesu anakuja. Salimu amri, Yesu anakuja. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo lina tutambulisha wewe ni Bwana wa vita, na hujanyamaza na hunyamazi. Na una watumishi wako wakina Yoshua, wakina Musa, hata Yesu Bwana wetu, na kina mitume, na wote ambao wako upande wako unapambana na uovu. Nasi umetupa silaha. Baba, ninakuomba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kukemea nguvu zote za giza, za uongo, unafiki, upumbavu, ukatili, kwa jina la Yesu. Baba, ninasalimisha watoto wako katika mikono yako iliyo salama. Walinde, watunze katikati ya vita kuu kati ya wema na ubaya, haki na dhuluma, sasa na hata milele, kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji na mfuatiliaji. Leo tuko tunaangalia Bwana ni mpiganaji. Kesho siku ya Jumatatu tunaangalia Bwana atawapigania nini. Mimi ni Andrew Rubinza. Na mimi ni Enos Makalindile. Subscribe, like, weka hata comment hata kama kuna swali hapo, weka hapo. Mungu akubariki sana.